nimewalisha kwa unono wa ngano na kuwashibisha asali itokayo mwambani. Ndugu zangu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, leo ikiwa Dominika ya sherehe ya mwili na damu takatifu sana ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ujumbe wa leo: Ekaristi takatifu ni zawadi ya Mungu kwetu inayotupatia wajibu pia. Katika Dominika ya leo, kanisa pote ulimwenguni hufanya maandamano ya Ekaristi takatifu kwa lengo la kumtangaza Yesu wa Ekaristi kwa dunia, pamoja na kumshukuru kwa uamuzi wake wa kukaa na sisi katika Ekaristi takatifu daima. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 2 hadi wa 3 na mstari wa 14 hadi wa 16. Tusikilize somo. Musa aliwaambia makutano, nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Akakutweza, akakuacha uone njaa, akakulisha kwa mana usiyoijua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa mana wasioijua baba zako. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la pili ni la waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 16 mpaka 17. Tusikilize somo. Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Mkate ule tuumegao, si ushirika wa mwili wa Kristo? Kwa kuwa mkate ni mmoja, sisi tulio wengi tu mwili mmoja, kwa maana sisi sote twapokea sehemu ya ule mkate mmoja. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Na somo la Injili ni Injili ya Yohane sura ya 6 mstari wa 51 mpaka 58. Tusikilize somo. Yesu aliwaambia Wayahudi, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amin, amin nawaambieni, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba alivyo hai, alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu zangu, somo la kwanza ni hotuba nzito ya Musa kwa wana wa Israeli wakiwa mpakani, yaani wamekaribia kabisa kuingia nchi ya ahadi au nchi ya Kanaani. Katika hotuba hiyo Musa anawaasa Waisraeli kuwa wanapokaribia mafanikio, yaani kuingia nchi ya ahadi, wasimsahau Bwana Mungu wao,
Musa anaendelea zaidi kwa kutaja sababu za Waisraeli kutomsahau Mungu. Ya kwanza, aliwatoa kutoka utumwani Misri. Ya pili, Mungu amewalinda katika hatari zote za jangwani kwa miaka 40, ikiwemo hatari ya nyoka za moto na nge. Na la tatu, Mungu ndiye aliyewatunza kwa kuwapatia maji na chakula walipokuwa na kiu na njaa kwa miaka yote 40 jangwani. Aidha, Musa anaongezea kuwa hata kama kulikuwa na changamoto na magumu, pengine ya kukatisha tamaa, basi Mungu aliyaruhusu ili apime mioyo ya watu wake kwa malengo ya faida kubwa zaidi. Katika somo la pili, Mtume Paulo anawakumbusha waamini wa kanisa la Korinto kuwa mkate na kikombe wanachoshiriki unaunganisha kuwa mwili mmoja. Lengo la Paulo mtume kusema hayo ni kutaka waamini wanaoshiriki Ekaristi Takatifu kutambua kuwa wana wajibu wa kuleta umoja na ushirikiano miongoni mwao. Kwa maneno mengine, Ekaristi Takatifu si tu inashibisha roho, bali inaleta muungano kati ya mtu na Mungu na kati ya mtu na watu wenzake wanaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Katika somo la Injili, Bwana wetu Yesu Kristo anajitambulisha kama chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, ambacho mtu akila ataishi milele. Yesu anafafanua kuwa chakula hiki ni mwili na damu yake. Kwa kusema hivi, Bwana wetu Yesu Kristo anatambulisha moja kwa moja sakramenti ya Ekaristi, ambayo ndiyo ya mwili na damu yake. Wito wa Yesu ni kuona kuwa sisi waamini tunashiriki Ekaristi Takatifu kila mara ili tupate uzima wa roho zetu. Katika Dominika ya leo tuna mambo matatu ya kujifunza. Jambo la kwanza ni Ekaristi Takatifu na mafundisho ya kanisa. Jambo la pili ni umuhimu wa Ekaristi Takatifu. Na jambo la tatu ni tuipokee Ekaristi Takatifu inavyostahili. Jambo la kwanza, Ekaristi Takatifu na mafundisho ya kanisa. Ndugu zangu, katika fundisho hili tunaangazia mafundisho mbalimbali yaliyotolewa na mababa wa kanisa pamoja na vyanzo mbalimbali vya imani yetu juu ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Hivyo fundisho hili linalenga kutoa maana pana ya sakramenti hii. Kwa kuanzia, Ekaristi Takatifu inaelezewa kuwa ni sakramenti ya mwili na damu, roho na umungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliye kweli katika maumbo ya mkate na divai. Je, inawezekanaje Yesu kuwa kwenye maumbo ya mkate na divai? Jibu ni kweli, inawezekana kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Hivyo ni kweli kwamba Yesu aliye Mungu anaweza kuwa katika maumbo ya mkate na divai. Sababu ya pili ni kwamba Yesu mwenyewe alitoa mkate, akauita mwili wake, na akatoa kikombe kilichojaa divai, akakiita damu yake. Rejea waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 23 mstari wa 26. Watakatifu mbalimbali wameelezea uelewa wao kuhusu Ekaristi Takatifu kama ifuatavyo. Mtakatifu Carlo Acutis, kijana aliyetangazwa mwaka 2020 na aliyerekodi kila muujiza wa Ekaristi unaojulikana duniani, aliita Ekaristi Takatifu barabara kuu ya mbinguni. Mtakatifu Faustina, mtume wa huruma ya Mungu, alihisi mara kwa mara muunganiko wa ajabu na Mungu kila alipokuwa katika ibada ya misa. Mara kwa mara aliandika katika dayari yake kwamba Ekaristi Takatifu ndiyo ilikuwa chanzo pekee cha nguvu za kuhimili mateso yake ya kimwili na kiroho. Mtakatifu Teresa wa Avila alisisitiza sala baada ya kupokea Ekaristi Takatifu. Katika hili aliwashauri watu kufumba macho yao ya kimwili na kufungua macho yao ya kiroho ili kuongea na Yesu
waliyempokea, ambaye kwa wakati huo yupo katika roho zao. Mtakatifu Teresia wa Lisieux aliichukulia Ekaristi Takatifu kama wakati ambao Yesu alikuja moja kwa moja ndani ya moyo wake kufanya makao humo na kubadili taabu zake za kila siku kuwa neema na upendo. Mtakatifu John Vianney alitumia saa nyingi mbele ya tabernakulo akimwabudu Yesu wa Ekaristi. Mtakatifu Peter Juliani alisema Ekaristi ni Yesu mzima anayepatikana kwetu muda wote. Mtakatifu Maximilian Kolbe anasema kama malaika wangeweza kuwaonea watu wivu, ingekuwa kwa sababu moja tu, nayo ni Ekaristi Takatifu. Mtakatifu Agustino wa Hippo anaamini kwamba Ekaristi Takatifu ni zawadi ya hali ya juu kuliko zote ambazo Mungu amependa kutupatia. Hapa Mtakatifu Agustino anaturai kwamba Ekaristi Takatifu ndio zawadi kubwa zaidi. Hakuna zawadi kubwa zaidi kuliko Ekaristi Takatifu ambayo Mungu ametupatia. Fundisho la pili ni umuhimu wa Ekaristi Takatifu. Ndugu wapendwa, sakramenti ya Ekaristi Takatifu ina umuhimu au faida mkubwa katika imani yetu na maisha yetu ya kiroho kwa ujumla. Katika Injili ya leo, Bwana wetu Yesu Kristo anaweka wazi faida 3 za kula na kuinywa damu yake, yaani kushiriki Ekaristi Takatifu. Faida ya kwanza, Yesu anasema ni uzima wa roho zetu. Yesu anasema yeye ni chakula chenye uzima. Kama vile vyakula vya kidunia vinavyotupatia afya, nguvu na ustawi katika miili yetu, Ekaristi Takatifu, chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, hutupatia ustawi, afya na uhai wa roho zetu. Bila kushiriki Ekaristi Takatifu, roho zetu huzorota, kuishiwa nguvu, kukosa ustawi na hatimaye kuelekea kufa. Faida ya pili, Yesu anaahidi ufufuko kwa wanaoshiriki Ekaristi Takatifu. Yesu anasema, ulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kumbe ndugu zangu, tunaposhiriki Ekaristi Takatifu tuna uhakika wa ufufuko, kwani aliyesema hayo ni Yesu aliye Mungu, na tunajua Mungu hadanganyi wala hadanganyiki. Faida ya mwisho anayoitaja Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya leo ni muunganiko na Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo anasema, ulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kwa maneno haya ya Bwana wetu Yesu Kristo tunapata kuelewa kuwa kila tunaposhiriki Ekaristi Takatifu, si tu roho zetu zinashibishwa, bali tunaunganika zaidi na Mungu pamoja na wenzetu tunaoshiriki nao. Hivyo ndugu zangu, leo tujiulize, je, mimi ninashiriki Ekaristi Takatifu? Je, mara ya mwisho kupokea Ekaristi Takatifu ilikuwa lini? Kama sishiriki, labda wakati wenzangu wanapoinuka kwenda kupokea, mimi nabaki tu kwenye benchi. Je, nitaendelea hivyo hadi lini? Ni kitu gani kinanifanya nisimpokee Yesu wa Ekaristi? Pengine ni kutojiandaa, au labda sijaungama dhambi zangu, au pengine ni na vizuizi kama uchumba sugu na mengineyo. Basi leo tunaitwa kuondoa vizuio vinavyotuzuia tusimpokee Yesu wa Ekaristi. Leo tunaitwa kuisikia sauti ya Kristo Mwokozi anayetuita kula na kuinywa damu yake, ili tupate uzima wa roho zetu, ili tupate ufufuko na ili tuunganike na Mungu. Fundisho la 3, tupokee Ekaristi Takatifu inavyostahili. Mtakatifu Paulo anatuonya akisema, basi kila aulaye mkate huu au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili atakuwa na hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana. Rejea waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 mstari wa 27. Katika hili tunaalikwa kujiandaa kwa kutubu dhambi zetu, ili tunapompokea Yesu wa Ekaristi tumpokee kwa moyo mweupe. Kwa kufanya hivi tutapata faida kweli zilizoahidiwa na kuepuka
hatia dhidi ya mwili na damu ya Bwana.